Kiongozi wa chama alitoa sababu 3. Sababu ambazo kwa mtu yoyote ambaye atawaza sawasawa atakubaliana na sisi. Na hizi sababu 3 sisi tumezifanyia tafakuri ya kina. Mimi hata ukiniamsha usiku wa manane nitakwambia tunaingia kwenye uchaguzi kwa sababu tunazo sababu za msingi. Sababu ya kwanza, tumesema tunashiriki katika uchaguzi huu ili kwenda kulinda thamani ya kura. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Sababu ya pili, tumesema tunashiriki katika uchaguzi huu kwa sababu tumejiridhisha uamuzi wa ACT Wazalendo kususia uchaguzi huu utafurahiwa na Chama cha Mapinduzi. Hatutaki kutoa nafasi hiyo ya Chama cha Mapinduzi. Sababu ya 3, tumesema CCM imeshindwa kuendesha nchi. Ni wakati muafaka sasa ikae pembeni, tutaishinda. Hizo ni sababu za msingi kabisa kwa mtu ambaye anaamua kusikiliza hoja. Na hata ukitaka ni kuchambulie. Sababu ya kwanza, kulinda thamani ya kura. ACT Wazalendo tunasema uzoefu wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, uchaguzi mkuu 2020 na uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 umedhihirisha kwamba Chama cha Mapinduzi akiingii madarakani kwa sababu ya kupata baraka za wananchi kupitia mchakato wa kura. Ukweli ambao umejidhihirisha bayana ni kwamba Chama cha Mapinduzi kinaingia madarakani kwa msaada wa dola. Na ninawasikia wababaishaji ambao wanadhani Watanzania ni wapumbavu, kwamba hawaijui historia ya nchi hii, wanaosema kwamba eti maneno hayo ya ACT Wazalendo ni upotoshaji. Hayo sio maneno ya ACT Wazalendo. Hayo ni maneno ya ukweli wa kihistoria. Katibu mkuu, aliyekuwa katibu mkuu wa CCM, amewahi kusema, Dr. Bashiru Ali, kwamba CCM inatumia dola kubaki madarakani. Huko Zanzibar, wanasiasa wengi waandamizi kutoka chama hicho wamewahi kukaliliwa wakisema kwamba CCM haijawahi kushinda uchaguzi wowote Zanzibar tangu 95 mpaka sasa. Sasa unapokuja hadharani kukataa ukweli huo, unadhihirisha jambo moja tu, kwamba wewe huijui historia ya nchi, kwamba wewe huijui historia ya uchaguzi wa nchi. Kwa hiyo sisi ACT Wazalendo tunajua kwamba CCM inashinda kwa kupitia mbeleko ya dola. Sasa swali linakuja, kama CCM inatumia dola kubaki madarakani, ACT Wazalendo tufanye nini? Jibu letu, tumesema tunashiriki uchaguzi huu kwenda kupigania thamani ya kura. Tunakwenda kupambana. Na tumewaambia CCM wakae wajue uchaguzi huu hautoenda kuwa ni wa kawaida. Tutajibu mapigo ya CCM kadiri inavyokuja. Tumejiandaa, tumejipanga, tunakwenda kukikabiri Chama cha Mapinduzi. Kupitia operesheni yetu ya Linda Demokrasia, tunakwenda kuwahamasisha Watanzania wasimame imara, wapambane na CCM mpaka haki yao ipatikane. Tunakusudia kujenga vuguvugu kubwa la umma la kuwaleta pamoja wadau wote wa demokrasia pamoja na wananchi kwa ujumla wao, wasimame imara kupambana dhidi ya CCM. Mimi ninawaambia wanahabari, CCM haijawahi kuwa tested vya kutosha. Wametuibia 2019, tumereact vipi? Wametuibia 2020, tumereact vipi? 2024, mwitikio wetu ni upi?
ACT Wazalendo tunasema hii ngoma haitoenda kuwa kama tulivyozoea. It's going to be rough. Inaenda kuwa nginja nginja. Nilisimama na nyinyi hapa kuambia mbele ya halmashauri kuu, baada ya mkutano wa halmashauri kuu, kuwaeleza kwamba tunatoka kwenye siasa za maridhiano, tunakwenda kwenye siasa za mapambano. Uchaguzi ni jukwaa la kupigania mageuzi. Na tumesema tutapigania mageuzi mpaka dakika ya mwisho. Kupotea ni wakati wa kwenda. Kupotea wakati wa kurudi ni ujinga. Tumeshapotezwa sana wakati wa kwenda 2019, 2020, 2024. Kupotea 2025 tutakuwa sisi ni wajinga. Sisi tumechoka kuibiwa na tunajipanga. Tunawaomba Watanzania wanaoyapenda mabadiliko ya kweli watuunge mkono, tukabiliane na CCM kadiri itavyokuja. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kiongozi wa chama aliwaambia tumeshagundua kususia kwa ACT Wazalendo kutawafurahisha. Na uzuri ni kwamba sisi ACT Wazalendo tunapenda kufanya uchambuzi wa kina. Hatujaamua hili kibubusa. Tumefanya uchambuzi kwenye nchi mbalimbali zenye hali kama ya kwetu. Na tumejiridhisha kote ambako wapinzani walisusia, dola kwanza imepita kwa urahisi, alafu pili imetumia fursa ya kutokuwepo wapinzani kwenye vyombo vya maamuzi kujiimarisha kibabe na kidikteta. Hilo ni darasa la kihistoria. Anayeamua kulikwepa darasa hilo kwa ajili ya kufurahisha watu anaukwepa ukweli wa kihistoria. ACT Wazalendo tumeamua kuukabili ukweli wa kihistoria. Na mifano iko mingi ndugu zangu. Twendeni Kenya 2017. Nyinyi mnafahamu namna Odinga alivyomkaba koo Kenyatta. Wakaenda mahakamani, mahakama ikatengua matokeo, ukaletwa uchaguzi wa marudio. Odinga na chama chake cha NASA wakasema hatushiriki. Nini kilitokea? Kenyatta akapita kwa urahisi na akatumia fursa hiyo kuongeza ukandamizaji mpaka Odinga akarudi mezani. Huo ni ukweli wa historia. Zanzibar 2015 matokeo yalifutwa. Uchaguzi wa marudio ukaitishwa. Ilikuwa ni haki kabisa kususia kwa sababu ile ilikuwa ni dhuluma. Lakini watawala wakafanya nini? Wakapita kwa urahisi, alafu baada ya hapo wakatumia uwepo wao kuongeza ukandamizaji. Hili ndio darasa la historia. Nenda Ivory Coast 2020, wapinzani wamemkaba koo Osman Ouattara. Karibia watoto wa mjini wanasema atapike bungo. Yeye akajiongezea muhula wa 3 kinyume na katiba, akirejea mabadiliko ya katiba 2016. Nini kilitokea? Wapinzani wakakaa pembeni, serikali ikapita kwa ubwete, maisha yakaendelea. Huo ni ukweli wa kihistoria. Ukitaka kautafute Egypt, kautafute Venezuela. Sisi tunayajua mafunzo ya historia. Huko Venezuela sio kwamba nasimuliwa, nimekwenda. Nimemuona Maduro jinsi alivyotumia 2018 ile. Watu wanakaa pembeni, yeye anajiimarisha, movement ya wananchi inarudi nyuma. Huo ni ukweli dunia mzima. Mwenye ukweli mwingine atuonyeshe. Sisi tunaweka hoja mezani kwamba huu ndio ukweli wa kihistoria. Ndio maana sisi tumeamua kuvaa ukweli wa kihistoria. Na kwamba tunajiandaa kwenda kupambana na CCM kwa sababu rekodi za dunia zinaonyesha ukifanya hivyo ndio utafanikiwa. Nenda Serbia, alisema mwenyekiti wa chama wakati anawasilisha maamuzi yetu. Nenda Serbia. Ukienda Serbia utakutana na mifano, wapinzani wakubwa wanakaa pembeni, angalau kule vijana wakasema no. Wazee mnatuchelewesha, wakaunga mkono
vyama tena vingine vilikuwa vidogo, likazaliwa vuguvugu kubwa ambalo likaleta ukombozi wa nini? Wa Serbia. Huu ndio kweli wa kihistoria. Na sisi ACT Wazalendo ni chama imara, kinajua sifa ya kiongozi sio kubaki kwenye siasa za kukonga nyoyo. Ni kweli umma ni lazima usikilizwe. Ni kweli lazima umma ufuatwe. Lakini pia ni kazi ya kiongozi kuongoza umma, kuelimisha umma, na kazi hiyo sio nyepesi. Kuna wakati umma unaweza usikuelewe dakika hii, ukakuelewa dakika itayofuata. Ukiwa kiongozi ambaye uelewi wajibu wako wa kiuongozi, wewe unataka kwa kila maamuzi umma ukuelewe sekunde hiyo hiyo. Huo sio wajibu wa kiuongozi. Wajibu wa kiuongozi ueleze umma ukweli. Kuna atakayekuelewa leo, kuna atakayekuelewa kesho, lakini ukweli haujifichi, utasimama. Na sisi tumefunzwa bwana. Sisi ni wanafunzi wa marehemu Maalim Seif Sharif Hamad. Sisi hatubabaiki. Sisi tunasimamia ukweli. Maalim alitufunza sisi wanafunzi wake kwamba alipogundua Zanzibar inataka maridhiano na akakaa na Rais Amani Karume, ikabidi aende kwenye mkutano wa hadhara kuwaeleza kwamba inabidi tukae pamoja na Karume kwa ajili ya maridhiano, tumtambue. Maalim alikumbana na nini? Akina Mketo wanafahamu hao, darasa la Maalim Seif. Sio tu kwamba umma ulipinga, ulizomea. Maalim alinusuriwa, lakini akasimama imara, kwa sababu kazi yako wewe sio kufurahisha umma kwenye uongo. Kazi yako ni kufurahisha umma kwenye ukweli. Maalim alisimama, na ile Zanzibar leo pale ilivyo ni kutokana na huo madhubuti wa Maalim Seif Sharif Hamad. Na sisi ni wanafunzi wa Maalim Seif Sharif Hamad. Uamuzi wetu ni ishara ya wazi kwamba tumeiva, tumeielewa njia ya Maalim Seif Sharif Hamad. Asanteni sana kwa kunisikiliza.